Mimi ninaposomesha historia ya BAKWATA vipi imekuja, unaanza mwaka 1962 mara tu baada ya uhuru kupatikana. Mufti wa Tanganyika Sheikh Hassan bin Ameri akawaambia Waislamu, akasema, jamani, mimi sasa naacha siasa, nataka nishughulike na elimu ya Waislamu. Na alikuwa na taasisi yake inaitwa Da'watu Islamia, yani naweza kusema mwito kwa Waislamu, na mwandishi wake alikuwa Schneider Abdullahi Plantan. Schneider ana historia pekee yake ukienda katika historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika. Sasa ukaitishwa mkutano wa Waislamu wote, Muslim Congress, mwaka 1962, na ajenda kuu ilikuwa elimu wa Waislamu, kwa sababu wakoloni wakishirikiana na serikali na wamishonari waliwabagua Waislamu katika elimu, na Waislamu wakawa hawana elimu. Sasa Sheikh Hassan anasema, tumeupigania uhuru huu na uhuru tumeupata, sasa tushughulike na elimu. Na hili ndio jambo ambalo mimi linanifanya sasa sishughuliki tena siasa, nashughulika na Da'watu Islamia. Sasa katika mkutano ule Muslim Congress wa Islam ule, wakaja na fikra na azimio kuwa zijengwe shule za primary, sekondari, majimbo yote. Siku zile wakiita majimbo, mikoa ikiita majimbo yote, na kijengwe chuo kikuu. Hiyo 62 mara tu baada ya uhuru. Halafu hueleza watu nini kilitokea mwaka 63 ndani ya halmashauri kuu ya 5. Katika kikao kile alisimama mtu mmoja anaitwa Selemani Kitundu na Rajabu Diwani. Watu hawa wawili wakasema kuwa, wanamwambia mwenyekiti wa 5 Mwalimu Julius Nyerere kuwa huyu Aga Khan anataka kuitawala Tanganyika kwa kupitia mlango wa nyuma, kupitia East African Muslim Welfare Society. Bitite akasimama, ye mjumbe na wakasema kuwa hii inafaa ivunjwe hii East African Muslim Society. Bitite akasimama akasema, muivunje East African Muslim Society? Hii East African Muslim Society ndiyo ilikuwa ikiwasaidia Waislamu hapa, wakati Waislamu hawana mtu wa kuwasaidia, na wale wakawa na mlenga Aga Khan. Akasema, kama upo ushahidi kweli Aga Khan analeta fitna Tanganyika, basi utolewe ushahidi huu na sheria ichukue mkondo wake. Hawa jamaa walikuwa hawana ushahidi, walikuwa wanajisemea tu maskini, na inaaminika sema watu gani jambo huna ushahidi wa kusema ni hivi, kuwa walitumwa kusema maneno yale. Mwalimu Nyerere akasimama kumjibu Titi, na baina yao kwa mara ya kwanza Bibi Titi Nyerere Kiswahili kikapishana, na Bibi Titi katika maneno yake alikuwa makadhibika, akasema, mimi simuogope mtu yoyote, mimi namwogopa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mambo yakayamaliza, lakini mwalimu wanasema, mpashaji wangu anasema alihisi kaumia kwa majibu yale, kaumia.
Basi likawa ile jambo la Aga Khan limesahauliwa, lakini Titi mimi kwa kauli yake mwanambia, anasema kuanzia siku ile mimi na Mwalimu Nyerere ule uhusiano na mapenzi yale yaliyokuwa wakati tunapigania uhuru wa Tanganyika hayakuwepo. Sasa kilichofuatia ikawa mwaka huo 23 baraza la wazee watano ambalo lilikuwa baraza ambalo wajumbe wake wote walikuwa Waislamu, nilikuwa na wajumbe karibu 140, likavunjwa. Na sababu ya kuvunjwa na halmashauri kuu na mwenyekiti Mwalimu Nyerere, sababu akasema ile baraza linachanganya dini na siasa. Basi wale wazee wakaitwa pale, waliitwa ukumbi wa Toglo, wakaambiwa kwa kuanzia leo ile baraza limevunjwa. Na wale wazee maskini Mungu kuanzia siku hili hawakuonekana tena katika ofisi ya tano. Sasa huu ndio ukitaka kujua hii BAKWATA imekujaje, unataka huwe na mwanzo huo, uanze na haya. Sasa mwaka 1968, hapana, nimesahau kitu kimoja. Mwaka 63 kukawa na kikao cha East African Muslim Welfare Society, na katika wajumbe alikuwepo Bilali Rehani Waikela, maarufu shamtaja mara nyingi. Ananihadithia mwenyewe, anasema mimi nafika Dar es Salaam, nashuka kwenye treni, nakuta watu wananisubiri kunipokea, wananiambia, Bilali, kabla hujaweka hata mizigo yako twende, unaitwa na Sheikh Hassan bin Amer. Bilali akaenda kwa Sheikh Hassan bin Amer. Sheikh Hassan akamwambia, siku ya pili ndio ilikuwa kikao cha East African Muslim Society, na kinafanyika ukumbi wa Aga Khan Girls Upanga pale. Akamwambia Bilali, nimekuita mimi nina taarifa wa kesho itakuja agenda kuwa Waislamu wa Tanganyika waivunje East African Muslim Welfare Society na waundiwe taasisi nyingine, na kutuma Bilali, itakapokuja agenda hiyo wewe simama unusuru umoja wa Waislamu. Anahadithia Waikela, anasema naam. Siku ya pili kwenye kikao watu wote wako pale, viongozi wote wako pale, pamoja na wageni walikuwa naalikwa. Zamani nchi za Kiislamu zilikuwa naalikwa mkutano wa Society. Akasimama mtu akaleta hoja hii, lakini anasema Waikela kuwa jana yake wajumbe wa East African Muslim Welfare Society walialikwa chakula cha jioni Ikulu, lakini mjumbe mmoja yeye hakupata mwaliko, Waikela kualikwa. Katika chakula kile mwalimu akawaambia, akasema, jamani, hii nchi ishakuwa huru. Sasa nyinyi Waislamu kuwa na jumuiya ambayo viongozi ni Wahindi, vipi? Ivunjeni hii, mimi nitakuundieni jumuiya nyingine, viongozi mtakuwa nyinyi wenyewe. Sasa kwenye mkutano ule ilipokuja agenda hii, Bilali akasimama, na Sheikh Hassan bin Amir yuko pale, Tio Sediteo yuko pale, Tito Mohamed wako, hao viongozi wote wako pale. Akawauliza, nyinyi hii ya kujitenga na Waislamu Afrika Mashariki tukabaki sisi wenyewe na jumuiya ya Waafrika watupu, nyinyi hii mmeipata wapi? Kwani hamjamsikia Mwenyezi Mungu anasema nini? Watasimu bihablillahi jami'an, hamjaijua hiyo aya?
Lile jambo likawa limeshindikana, halikuweza. Ni kisa kirefu. Sasa tuje 68. Sasa 68, ghafla watu wanaamka, wanasikia kuwa kuna mgogoro wa East African Muslim Society na baadhi ya mikoa inajitoa kwenye jumuiya hiyo. Hiyo 68, miezi michache kabla ya kuanza mgogoro, Mwalimu Nyerere alikuwa amealikwa kwenye kiwanja cha Chang'ombe, kaweka jiwe la msingi. Waislamu East African Muslim Society inajenga chuo kikuu. Hapo umeanza mgogoro sasa. Hapo magazeti mawili ya tano, Nationalist na Uhuru, ikawa wao kama vile ndio mdomo wa kundi lile ambalo linataka kujitenga na East African Muslim Society. Wanaandika habari za uongo, za fitna, kuwa kuna ulaji wa pesa, kuna kadha, kuna kadha. Sheikh Hassan bin Amir upo nasikiliza tu. Kusikiliza tu. Lakini Sheikh Hassan bin Amir anajua nini kinatafutwa. Tatizo ni chuo kikuu. Haitakiwi Waislamu wakajikomboa kutokana na unyonge wa elimu, wanajenga chuo kikuu. Na ikiwa Waislamu watapata chuo kikuu, hali ya nchi hii itabadilika. Itakuwa huwezi kumbagua Muislamu kwa ati hana elimu. Ikaundwa tume ya Jaji Kikwima, Musa Kikwima, kuwaita wale ambao hawataki East African Muslim Society waje wazungumze, watoe sababu. Hawakutaka kutokea kwenye kikao. Sasa propaganda magazeti, Uhuru na Nationalist, na aliyekuwa mhariri mkuu alikuwa William Benjamin Mkapa. Yeye ndo alikuwa mhariri wa Nationalist na Uhuru. Tewa Said Tewa alikuwa ndio rais wa East African Muslim Society, tawi la Tanganyika, na makamu wake Titi wakenda kumwona Hasnu Makame, alikuwa waziri wa habari. Waziri, vipi, mbona vyombo hivi vimekuwa vinaleta fitna baina ya jamii hapa? Makame kawasikiliza, Hasnu Makame kawasikiliza, lakini hakuna lilobadilika. Vita magazeti ikawa inakwenda mtindo mmoja. Tewa na Bitito kaamua kwenda kumwona Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alikuwa anawasubiri. Akawaambia, nyinyi mnanipiga vita mimi. Anamwambia Tewa na Titi, nyinyi mnanipiga vita mimi, basi jitayarisheni. Fika mahali sasa, hali ngumu. Tewa Saidi na ile tume ya Kikwima haina mahali popote ambapo wanaweza kuwasiliana na Waislamu wakawaeleza nini kinaendelea. Wakaitisha mkutano shule ya Kinondoni, ndio kwanza imejengwa na East African Muslim Society. Na mkutano ule ulikuwa mkutano mgumu sana, kwa sababu kulikuwa na kina mama wao walikuwa wanalia tu kunyuma wa East African Muslim Society na vunjika. Na Tewa Said Tewa, hii nazungumza uso kwa macho. Akanambia, mimi nikamwambia, ndugu zanguni, yote tuliofanikiwa, tumepigania uhuru, Waislamu, uhuru umepatikana.
tumeanza kujenga shule hizi na sasa tumeweka jiwe la msingi, tunajenga chuo kikuu. Kama hii East African Muslim Society tukiachia ikavunjika hii, basi mjue miradi yote hiyo itakufa na Waislamu tutarudi nyuma kuliko tulivyokuwa wakati huo. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini sasa wakwakwama hawa wanaotaka kuivunja East African Muslim Society walikwama kitu kimoja. Wanataka kuitisha mkutano wa UNDE BAKWATA, lakini vipi wataitisha kikao cha Waislamu wakati Sheikh Hassan bin Amiri yupo katika ardhi ya Tanganyika? Kweli wanaweza kumchagua kiongozi wa Waislamu nje ya Sheikh Hassan bin Amiri? Hili jambo likawa zito sana. Basi ilikuwa TANU inafanya mkutano Tanga, halmashauri kuu ya TANU inakutana Tanga. Wakatoka viongozi wawili katika ile kundi la wanataka kuvunja East African Muslim Society kwa ndege ya kukodi, wanampelekea Mwalimu majina ya watu ambao muhimu wakakamatwa. Baada ya hawa kuwa hawapo, sisi tulisha mkutano wa Waislamu wote. Katika orodha ile ilikuwepo jina la Sheikh Hassan bin Amiri, kwa huyo akamatwe. Na amri ilitoka kwa Sheikh Hassan bin Amiri akamatwe. Dosa anamweleza Ahmed Rashid Ali, kwa sababu jina la Ahmed Rashid Ali naye vile vile lilikuwa katika ile orodha ya watu waliokuwa kumatwa, pamoja na Sharif Adnani, watu wengi tu. Dosa alipokuja kuambiwa kuwa Ahmed Rashid Ali amekamatwa, aliambiwa na Basaisi na anatakiwa amkabili Nyerere amwachie Ahmed Rashid Ali. Dosa alipokwenda kumuuliza Mwalimu kuhusu Ahmed Rashid Ali, akasema, Mwalimu, wewe ukiletewa haya majina wewe huangalii? Akasema, mimi watu ambao nimewapa kazi hizi ninawaamini. Mimi nikiletewa majina sitizami, mimi naweka saini yangu tu. Ahmed Rashid Ali alikuwa kamatwa, akapelekwa Zanzibar na kisha nyolewa nywele. Pamoja naye alikuwa Maalim Matar, mtu maarufu. Maalim Matar ndio alimsomesha babangu Qur'an na ndio alimsomesha Abdul Sykes Qur'an. Ni mwalimu wao alikuwa, naye kakamatwa. Na yeye maskini Maalim Matar alikuwa si mtu wa siasa kabisa, alikuwa si mtu wa siasa. Sasa Sheikh Hassan bin Amiri akafuatwa nyumbani kwake usiku. Mimi zamani nilikuwa nimeambiwa kuwa walimkamata hana taarifa kuwa anakuja kukamatwa. Lakini siku moja niko Kichangani nikakutana na kijana mmoja akaniambia, Sheikh Muhammad, siku nyingi nakutafuta mimi, na jambo nataka nikueleze. Tukakaa pembeni, akasema, siku zote nakusikia ukisema Sheikh Hassan bin Amiri alivamiwa usiku, hana taarifa kuwa anakuja kukamatwa. Asema, mimi ni mwanafunzi wa Sheikh Hassan bin Amiri, na yeye anasema kuwa Sheikh Hassan bin Amiri mwalimu wao alikuwa anajua kama siku ile yeye anakuja kukamatwa. Na baada ya kuswali Isha, baada ya kula, alivaa nguo zake kamili, akawa amekaa nyumbani kwake Magomeni pale, anawasubiri waje wamchukue. Na hivyo ndivyo vilivyokuwa. Lakini hapa nataka kueleza kitu ambacho shakieleza, kinaona nikieleza tena wale ambao hawajasikia sikia. Hamza Azizi kwa polisi alipewa amri akamkamate Sheikh Hassan bin Amiri.
Amri hiyo kapewa na Saidi Ali Maswanya, alikuwa waziri wa mambo ndani. Akamuuliza, bwana Maswanya, nikamkamate Mufti Sheikh Hassan bin Amir kwa kosa gani? Akamwambia kwa njama ya kutaka kupindua serikali. Akajibu uongo. Hamza Zizi anamjibu waziri wake mambo ya ndani, akamwambia uongo. Sheikh Hassan bin Amir yeye ndio alimweka Nyerere pale. Sheikh Hassan bin Amir wakati wa kupigania uhuru, mimi kijana ninamuona anauza kadi za 5 ndani ya msikiti. Hawezi kuihujumu serikali hii. Mimi siwezi kumkamata Sheikh Hassan bin Amir. Sheikh Hassan bin Amir hakukamatwa na polisi, alikamatwa na watu wa usalama wa taifa, na kweli watu wa usalama wa taifa huwa hawakamati, wanafanya uchunguzi na polisi. Sasa swali kubwa linakuja, watu wanauliza hii BAKWATA sijui nini, lakini wanajua alianzisha BAKWATA kwa sababu hata siku hiyo ya mkutano Iringa pale, mtu alikuwa anawasiliana na ili kikundi cha watu ambao walikuwa wanataka kujitoa kwenye SWAT. Alikuwa nani huyu kijana kutoka Iringa, Rashid Kayugwa. Rashid Kayugwa yeye ndiyo aliyeiambia serikali huu mkutano usifanyike Dar es Salaam kwa hofu labda Waislamu wa Dar es Salaam wanaweza kufanya vurugu pale, ufanyikie Iringa kwao, pale utakuwa na usalama mzuri. Katika mwisho wa maisha yake Rashid Kayugwa akaeleza kila kitu, na alikuwa na juta. Alikuwa pale mtoro, yeyote aliyekuwa tayari kumsikiliza alikuwa akieleza aliyofanya kupiga vita Sheikh Hassan bin Amir, kupiga vita Istiqlal Muslim Society na chuo kujengwa, na Waislamu wakimfariji wakimwambia, sikiliza Sheikh Rashid, hakuna anayeweza kusimama baina yako wewe na toba yako ya kumtaka msamaha Allah. Hakuna kusimama, mradi umetubia basi mwachie Allah mwenyewe atatoa uamuzi wake, wala usiishi na joto ndani nafsi yako. Lakini wako wengine walikwenda mpaka Zanzibar kwenda kumwambukia Sheikh Hassan bin Amir, na ilikuwa jambo la siri kuwa walikwenda kwanza kumwona Sheikh Amir Taji. Sheikh Amir akasema kama ni jambo hili nataka tuwe wote pale, mtachukua mashaikh wenzangu tukamkabili Sheikh Hassan bin Amir, basi na nyinyi mtakuja mtamwangukia kama mlivyokusudia. Na siku hiyo anasema Sheikh Hassan bin Amir alilia sana, kwa sababu wakati wa hai wake alikuwa Sheikh Hassan bin Amir, unapomtajia chuo kikuu cha Waislamu Dar es Salaam cha Ng'ombe, alikuwa anabubujikwa na machozi. Hii ndio kwa muktasari ndio historia ya BAKWATA. Sasa na labda nimalize kwa kusema hata siku ile hakimu anasema katika hukumu waliomba katiba ya BAKWATA, hakuna alikuwa anajua waliomba watu gani walianzisha BAKWATA, hawakuwa wanafahamika. Walianzisha BAKWATA wanafahamika, na katiba ya BAKWATA inafahamika, ilinakiliwa neno kwa neno kutoka katiba ya 5, na kama watatafuta kwa juhudi inaweza kupatikana, ipo. Na ujumbe kutoka upare ulisimama siku ile, wakasema tupeni dondoo za kikao ambacho kilikaa kikasema Waislamu hawamtaki Sheikh Hassan bin Amir wala hawaitaki Istiqlal Muslim Society. Hakuna alisimama katika wale wajumbe walioitwa, na wajumbe wenyewe walikuwa viongozi wa Islamu kutoka 5 na serikali na baadhi ya mashaikh wachache, na pesa nyingi zilitolewa kuwawezesha hawa kuweza kufanya mkutano na mengine. Hii ndio historia ya BAKWATA. Kwa hiyo mara kwa mara naambia watu msizungumze historia ya BAKWATA kama huijui historia ya BAKWATA. Acha isome historia ya BAKWATA ili kujaje. Hakika Waislamu wasingeweza kuvunja Istiqlal Muslim Society wakati inajenga chuo kikuu. Basi
Kama ulivyoniuliza, ukisikia mtu anakusimanga, Waislamu mmejenga nyinyi, mmejenga chuo kikuu nyinyi, waambie sisi tulikuwa tuwe na chuo kikuu leo, labda miaka 50 ishapita, labda tungejenga na kingine, lakini tulihujumiwa, na tumehujumiwa na serikali yenyewe ambayo sisi kuipigania wakati wa kuleta uhuru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.